Gari la mwisho. Tuombe. Bwana wetu mpendwa, Baba yetu uliye mbinguni, tumemaliza kuimba kuhusu ukuu wako na jinsi tunavyoweza kuona ukuu wako katika nyota na katika mbingu. Na tena, huo utakuwa ndio mada ya mahubiri haya ya Sabato, ambayo ni mazito na yenye maelezo mengi. Ni zaidi ya mahubiri tu. Ni mafundisho, ni fundisho la imani. Tulikuwa na mahubiri mawili ya Sabato ya hivi karibuni. Moja lilijaribu kutangaza siku na saa, na jingine lilionyesha ni lini mapigo 7 ya mwisho yataanguka katika miezi miwili ya mwezi mpevu, ambayo ni hitimisho la mara 2 la ishara kuu na ya ajabu, kujazwa mara 2 kwa Babeli. Lakini tulifikiri kwamba neema ingefungwa mapema, tayari tarehe 21 Desemba ya mwaka huu. Na ndiyo, kuna aina fulani ya kufungwa kwa neema, lakini si kwa umati mkubwa, kama tutakavyojifunza katika hubiri hili. Kwa hiyo mahubiri haya sasa yanaunganisha mambo yote, au angalau ninajaribu kuunganisha vipande vyote vya fumbo kupitia maagizo yako, Bwana, ambao umetuma kupitia ndoto mbalimbali tulizopokea tena hivi karibuni. Hilo linapaswa kutuonyesha baadhi ya migongano ambayo bado tunapaswa kuitatua. Na naweza tu kukuomba uwape mioyo iliyo wazi wale wanaoamini kwamba kazi zetu tayari zimekamilika au karibu kukamilika. Bado tuna kazi ya kufanya, na hasa wale 144,000 ambao bado wamelala. Bwana, utupe nguvu, hekima na ufahamu, uelewa kwa ajili ya mahubiri haya ya Sabato, na umakini, kwa maana yatakwenda moja kwa moja kwenye kiini cha jambo. Hilo ndilo ninaloomba, na pia naomba maneno yako yawepo nasi yangu, ili wewe uongoze mahubiri haya yote na kila nitakalosema. Katika jina la Yesu Kristo aliyejeruhiwa. Amina. Naam, tuanze na mahubiri. Na tena, ninafurahi kwamba ninyi nyote mpo hapa, na tafadhali angalieni slaidi hii ya kwanza. Ina picha ya ishara, ikiwa mnajua picha ya ishara ni nini. Mahubiri haya yanaitwa alama ya nyota, gari la mwisho, alama ya nyota. Tumepokea ndoto kadhaa kuhusu magari hivi karibuni, na gari kwa kawaida ni ishara ya huduma, na tulionekana tukiwa pamoja na Yesu ndani ya gari, lakini kwa ajili ya nini? Hatukujua. Je, mnaweza kuona umati mkubwa? Na pia mnaweza kuona sayari ya Jupiter ikiwa na kama kupepesa kwa jicho, ambayo tayari tulikuwa nayo katika baadhi ya makala. Kwa hiyo leo niliweka aya kama kauli mbiu ya mahubiri yote, na ni aya ambayo inaonekana bado haijatimia. Inasema katika Yohana saa 14:12, alama ya nyota. Amin, amin, nawaambia, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa zaidi kuliko hizi atazifanya, kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Alama ya nyota hii inajumuisha miujiza, uponyaji, na mambo yote ambayo bado hayajafanywa hadi sasa. Na hapa hata inasema, alama ya nyota, na kubwa zaidi kuliko hizi atazifanya, alama ya nyota. Je, mmewahi kuponya mtu? Mimi nilifanya hivyo siku moja. Nilimwombea jamaa fulani wa familia, naye akaponywa mara moja kutoka saratani ya tezi dume iliyokuwa katika hatua ya mwisho. Lakini ninyi je, mlifanya hivyo? Je, huyu anayezungumziwa katika aya hii ni mimi peke yangu? Hapana, anapaswa kuwa kila mmoja wa wale 144,000. Wao wanapaswa kuwa na uwezo wa kuponya na kuongoza umati mkubwa mwishoni. Je, mmeona hilo hadi sasa? Je, mmeona umati mkubwa ukibatizwa na kumgeukia Yesu? Zaidi ya watu 3,000 kwa siku, kama ilivyotabiriwa na Roho wa unabii. Hapana, mimi bado sijaona hilo. Na kwa sababu hiyo, kichwa kidogo cha mahubiri haya ni alama ya nyota, jinsi wakati mkuu wa dhiki utakavyoleta mavuno makubwa ya Roho. Alama ya nyota. Wakati nilipokuwa nikitangaza siku na saa, tulipata ndoto iliyotuonyesha tukiwa ndani ya gari kuanzia tarehe 3 Januari 2026, nasi tulidhani kwamba hilo lingekuwa unyakuo. Na sasa nasema, bado kuna kazi kubwa sana ya kufanywa.
Huo ungekuwa muda mfupi sana wa kufanya yote hayo. Na katika hubiri la mwisho, niliyaleta mapigo juu ya dunia. Nawaambia kwa uwazi kwamba tarehe hizo ni sahihi kwa mapigo 6 ya kwanza na kwa pigo la 7. Kila kitu ni sahihi. Lakini tulifunga mlango wa neema mapema mno katika hubiri hilo. Kwa hiyo sasa tutaunganisha mambo haya yote. Ili kukumbusha tu, tulikuwa na urefu wa ishara kuu na ya ajabu ya Ufunuo 15, pamoja na agizo la Yesu la kuijazia Babeli mara 2. Katika kikombe alichojaza, akijazwe mara 2. Kwa hiyo tulikuwa na urefu wa ishara, ulifika hadi hapa. Kisha 3 Atlas ikaonekana tarehe 25 Juni 2025. Lakini tulipaswa kujaza mara 2. Na ndipo ghafla, tunapofanya hivyo, tunaona miezi miwili ya mpevu mara 2 mwishoni. Na miezi hii miwili ya mpevu mara 2 ina tarehe zake. Huu ni mwezi wa tarehe 5 Desemba, mkesha wa Mtakatifu Nikolai. Kisha tarehe 2 Januari tunayo mwezi unaofuata. Tuna mwezi wa kwanza unaomwaga mapigo 6 ya kwanza. Kisha tunalo pigo la 7 likimwagwa pamoja na mwezi wa mwisho wa hitimisho la mara 2 kuanzia tarehe 2 hadi 3 Januari na kuendelea. Na tulikuwa na tarehe ya unyakuo kwa ajili ya kanisa, kwa kanisa lote, tukidhani kuwa ni tarehe 3 Januari. Haya ndiyo kwa ujumla yanayofupishwa katika slaidi hii. Ninasema haya ili muwe pamoja nami katika ufahamu. Tunafanya marudio haya mafupi ya yale niliyofundisha katika mahubiri mawili yaliyopita. Kwa hiyo mwezi huu wa kwanza ulikuwa baada ya kukabidhiwa kwa mapigo 7 ya mwisho kwa makundi 7 mema ya nyota kuanzia tarehe 5 Desemba hadi tarehe 21 Desemba. Mapigo hayo yatamugwa juu ya makundi mabaya ya nyota.